Sasa mimi na mambo matatu tu ya kuambia. La kwanza ni mnajua kwamba tunapambana kuhusu mgombea urais. Mgombea wetu wa urais bado amezuiwa. Tuliteua mwezi Agosti, msajili wa vyama akaanza figisu, tukakataliwa kurejesha fomu kama mnafahamu, tukaenda mahakamani, tukashinda, tukapewa fomu, tukazirejesha, mwanasheria mkuu wa serikali akaweka pingamizi. Na tume ikalikubali ile pingamizi la mwanasheria mkuu wa serikali. Kwa tumekwenda tena mahakamani, tuna kesi mbili. Kwanza tuna kesi dhidi ya msajili wa vyama kufuatia yale maamuzi ambayo aliyafanya. Lakini pili, tuna kesi dhidi ya tume kwa kukubali pingamizi la mwanasheria mkuu wa serikali ambalo halina msingi kwa kweli. Kwa hiyo kesi inaendelea, tunatarajia kwamba hivi karibuni tutapata maamuzi, na sisi tumejiandaa, tumejipanga. Kesi itakapokwisha tu, hata kama zimebaki siku 10 za kampeni, hizo tutazitumia kwa ajili ya kutafuta kura na kuweza kuhakikisha kwamba tunapata kura za ushindi kwa ngazi hiyo. Lakini pamoja na hayo, tunajua Chama cha Mapinduzi wanamwogopa sana Mpina. Wanajua wao sababu walikuwa naye huko ndani, sababu za kwa nini wanapambana kuhakikisha kwamba hawi mgombea. Lakini sisi tumejiandaa kwenye nafasi za ubunge, na hili nimekuwa nikilieleza kwenye maeneo mbalimbali ambayo nayokwenda, na watu wengi hawafahamu. Kwa mujibu wa katiba yetu ya Tanzania, rais ili aunde serikali lazima awe na wabunge wengi. Yaani wabunge wake ni lazima wazidi 51%. Kwa sababu kwa mujibu wa katiba, chama ambacho kinaunda serikali ni chama chenye idadi kubwa zaidi ya wabunge. Yaani waziri mkuu atatoka kwenye chama ambacho kina wabunge wengi zaidi kuliko chama kingine chochote. Au waziri mkuu atakuwa ni mbunge ambaye anaungwa mkono na wabunge wengi zaidi kuliko mbunge mwingine yoyote. Sasa katika mazingira kama hayo, tumeamua pia tuwe na mkakati wa ngazi za wabunge kwa kuwapitia, kuwasaidia. Kwa viongozi tumegawanywa kwenye maeneo tofauti tofauti. Mimi nimepangiwa mkoa wa Dar es Salaam na Tanga jimbo moja na Kilimanjaro jimbo moja, na nimeshamaliza Kilimanjaro, nimeshaanza Dar es Salaam jimbo la Kinondoni. Leo tuko Mbagala na Chamazi, kesho tutakuwa Kigamboni, na kesho kutwa tutaenda Tanga. Lakini pia nimepangiwa kuhakikisha kwamba majimbo yote ya mkoa wa Kigoma tunayapata. Kwa baada tu ya kumaliza Temeke, nitaondoka kwenda Kigoma kwa ajili ya majimbo mengine tofauti na jimbo langu, mengine yale 7 yaliyobakia. Sasa juhudi hizi tunazifanya kwa sababu tunataka tulishike bunge pia. Ndio maana naomba sana mpambane, muhakikishe kwamba mzee Rwambo anapata kura za kutosha. Na Mbagala ni eneo la upinzani. Miaka yote mmekuwa mkipiga kura kwa wingi sana kwa vyama vya upinzani. Ninaamini kabisa kwamba tukijipanga na tawi lenu likiimarika vizuri zaidi, mkaingia mtaani, mkapita kwenye nyumba za watu, mkaomba kura, na sasa hivi mmebakiza na kata 6 tu, zamani mlikuwa na kata 10, naamini kabisa kwamba tutaweza kupata kura za madiwani na kura za mbunge.